Ayubu, tumeshuhudia mchezo wa ligi kuu kwa kiporo kwa upande wa Simba kiwa nyumbani. Kwako ulikuwa ni mchezo namna gani? Ulikuwa mchezo mzuri, ulikuwa mchezo ambao tumeshuhudia ushindani mkubwa kutoka kwa Mashujaa. Nafikiri tangu kwenye mchezo wa kwanza ambao walikutana kule Kigoma, ulikuwa mchezo bora sana, na Mashujaa wakakopi na kupesti game ile ambayo walicheza kule na kuja kuionyesha hapa KMC. Ilikuwa ni mechi nzuri sana. Kimbinu ulikuwa unaona namna gani Mashujaa wanajaribu kufunga njia za kutowapa wachezaji wa Simba nafasi kwenda kulishambulia lango lao. Ilikuwa ni ngumu sana kwa Simba kulazimishwa kwa sababu walikuwa wanacheza mbele ya uso ya wachezaji wa Mashujaa. Ilikuwa ni kazi rahisi sana kwao kuweza kuzuia. Kwa to me naona ilikuwa ni kati ya mechi nzuri sana. Licha ya mchezo kuwa mzuri kama ambavyo tunavyosema, lakini ulikuwa na vimbwanga vingi. Kuna wakati kama kocha Mayanga alikuwa anatamani kutoa timu, kuna wakati wachezaji wa Mashujaa walikuwa hawataki kuendelea na mchezo. Yaani vilikuwa na vurugu nyingi sana. Nini neno lako kwa waamuzi? Kwa sababu watu wanalipa viingilio kuja kushuhudia burudani. Kwanza nafikiri ni mechi ambayo ukitoa uamuzi ambao umefanyika, tumi kwanza kwa zile penalty ukitazama unaona kabisa kwamba ni penalty zote mbili. Matukio yalitokea ndani ya box. Mkono ya Gamal, mkono hakuficha vizuri, mpira ukagonga. Ya pili pia Shomari Kapombe alifanywa foul ndani ya box. Lakini pia namna ambavyo mwamuzi aliweza kuchezesha, kwa upande wangu naweza nikampa 5 ya 10. Hajafika kwenye ile level ambayo wengi mnatarajia au tungependa kuona waamuzi wetu wanafika. Kadi nyekundu kwako unaitafsirije? So far Mundhir tayari alikuwa ishaonywa baada ya kuonesha kadi ya njano, shafanywa maonyo mara 2. Wakati Simba inakwenda kupiga kona akarudisha mpira ndani, maana yake ni time wasting tena. Kwa refari hana sababu nyingine tena, kwa sababu aishakupa maonyo tayari mengine baada ya kukuonesha kadi ya njano. Kama utakumbuka kuonesha kadi ya njano, kuna kipindi akakaa chini, kuna kipindi akadelay kupiga mpira, zote zile alimuonya. Kwa hiyo tukio lingine refari anakuja kufanya kitendo, sasa kitendo chake ni kadi ya njano ya pili na ni kadi nyekundu. Kwa hiyo mimi naona kwa mwamuzi alihitaji kuona mechi inachezwa, lakini kulikuwa na time wasting. Kwako hizi ahadi kwamba fulani akifunga fulani hata milioni 100, milioni 60 inasaidia kwa namna moja au nyingine kwenye ushindano wa mpira wetu? Motisha ni kitu ambacho kinasaidia kuboost ari ya mchezaji kwenda kupambana kuhakikisha kwamba anapata kitu baada ya mechi ama baada ya msimu kumalizika. Nafikiri zinapozungumzwa na kusikika ndicho kitu ambacho kinakwenda kutokea hivi. Ushajiuliza labda kama kuna ahadi zingine ushazisikia pindi wakicheza dhidi ya timu zingine, yani labda dhidi ya KMC, Mashujaa watoke waseme mkishinda mechi hii ama timu fulani mkishinda mechi hii tapewa milioni 60. Lakini wanapocheza dhidi ya timu kubwa ndipo maneno yanasikika. Kwa hiyo kwa upande wangu nafikiri ni heri kama ni jambo limetokea lifanyike ndani kwa ndani, watu waende wakafanye kazi, kwa sababu pressure inakuwa kubwa. Baada ya ahadi kuonekana imetoka, vyombo vya habari, watu wanazungumza nini. Kwa hiyo mchezaji tayari anakuwa yupo kwenye pressure kubwa sana ya kutaka kuprove kwanza uwanjani, lakini pia akilini anakaa kuwaza ahadi ambayo imewekwa. Kwa hiyo inawezekana kuna uamuzi ukawa unakosea na kwenda kuigharimu timu, kwa sababu unakuwa kwenye overconfidence na overdo ya kile kitu ambacho walikuwa wanafanya wakati wote. Kwa hiyo kwa upande wangu nafikiri kama vinaweza kufanyika kimya kimya vifanyike. Shukrani. Nashukuru sana Shah. Tayari. Master Nangai. Ali mzuri. Goma ngumu. Ali abie, kweli match ilikuwa ngumu sana. Ila tumekamata ushindi. Jana wakazieni. Sasa si unajua tena Musame ni hapa mgongoni. Mashujaa. Yule alisema ni matimu nyingi. Azamo. Asema na timu ngapi? Azamo ni mdhamini ya ligi, sio matimu. Hapo namzungumzia yule anakaa hapa hivi shingoni.
We Mashujaa anacheza na Simba unaona wachezaji jinsi ambao wanajitoa wanapambana wachezaji wa Mashujaa, ila akicheza na uto alipigwa ngapi? 5 tu, easy. Sasa Yanga sana timu bora. Timu bora wapi? Funga miaka 4. Mwenye kitu gani? Machi wa mwisho mimi nacheza naye, refa aliochezesha ile match alipotea, alisimamishwa, alifungiwa, wanajua bodi ya ligi. Kwa sababu ya nini? Match ilisha, kila mtu alikuwa anaongea hapa juu ya makosa ambayo alifanya yule refa. Sasa uweze ongea kwamba sana unite. Mimi ndo timu bora hapa Tanzania, mimi ndo timu bora East Africa. Na mainchi jirani, uweze fanisha na matimu zingine ambayo azieleweki. Japo match wa leo kikweli timu yangu jinsi ambayo ilicheza ilionekana kabisa imecheza, ilikuwa imechoka. Leo timu ilikuwa imechoka kutokana na jinsi ambayo tulipokuwa tumetoka South Africa katika match ya kutafuta ubingwa ya Afrika. Uko naona lakini tunashukuru Mungu, kitu ambacho imefanya sisi tumekosa ushindi siku ya leo ni uzembe ya Mashujaa. Mashujaa ndio ametupatia si ushindi macho ya leo. Referee una kadi ya njano. Golikipa una kadi ya njano. Refa anapiga filimbi kwamba ipigwe kona. Wewe unachukua mpira unarudisha ndani. Una wakili. Anasema yeye akurudisha mpira ndani. Alifanya nini? Mpira ulipigwa na mchezaji wa Simba. Nani amutaje? Mgonga yeye. Mchezaji gani ya Simba alipiga? Wachezaji ya Simba yote wako ndani ya box. Hata alikuwa ndani ya box. Anasubiri kona ipigwe. Jamani, yeye peke amepiga mpira imeingia ndani. Ana akili. Kapewa kadi na hapo timu imaliza sabu. Dakika mwisho na mchezea faulo Kapombe. Tuta. Haya tena mnasema nini? Si uzembe yao. Ile penalty ilikuwa ina mgongano kweli, referee wakati alisema ilikuwa faulo, Kibendera anasema tuta. Ile ni tuta. Wewe uliona ni tuta? Sio mimi niliona, dunia imeangalia, imeona tuta. Na kama kuna mtu anaona sio tuta, Yanga bado wana email ya kasi wapatie wapeleke. Kabla hawajafuta email ya kasi wapatie Mashujaa. Wapeleke kwamba wananyongwa. Sasa si hawaamini bodi ya ligi, si hawaamini TFF, si kasi. Yanga wanayo email ya kasi wapatie wa Mashujaa wapeleke. Halafu si wanawathamini Mashujaa. Basi wachukue ile email wapeleke www.cas.com uko wapi. Iende kwamba tunanyongwa. Lakini MC Petit. Upande wa ratiba upande wenu mwenye kuchukulia. Tuna ratiba ngumu sana. Kila baada ya mechi 3. Ila tutapambana ratiba jinsi inakuwa, takisha tunafanya kitu gani. Watu wanatazamia kama ratiba ni ngumu kwa ushindi mlioanza nayo, umerudi NBC Premier League. Wanafikiria pengine mnaenda kukutana na KMC, mnakwenda kukutana na timu nyingine. Majekete, manene, tutapambana na JKT. Tutapambana. Sisi sio hizo tu match, hata kabla ya ratiba haijawa ngumu. Sisi jamani, kuna watu wameshapanga Simba siwe bingwa. Uko naona kuna watu wanashapangwa Simba siwe bingwa. Na mimi nawaambia na hebisa bango, Simba kutochukua ubingwa ya Tanzania haitatuumiza sana. Sisi sasa tunaangalia ubingwa wa Afrika. Ubingwa wa Tanzania hata Mtibwa aliyochukua. Kondo wapambane nayo huko. Sisi tunataka ubingwa wa Afrika. Tarehe 25. Berkane mnawaweza? Sio Berkane, hamuna timu ambayo si hatuwezi. Hivyo Simba bingwa Tanzania, East Africa na mainchi ya jirani. Unaambia Berkane utalinganisha na nani hapa Tanzania? Simba leo tukichukua ubingwa ya Tanzania sio story. Yanga akichukua ubingwa ya Tanzania kwake story. Lakini kiwalisia sio story, kwa sababu ubingwa wa Tanzania hata Tukuyu aliwaichukua, Mtibwa aliwaichukua. Itakuwaje story mpya Simba kuchukua ubingwa wa Tanzania? Tumekaa muda mrefu amechukua ubingwa. Alafu leo hii mtu ambaye amekala muda mrefu bila kuchukua ubingwa wa Afrika, waliangalia vigezo ya kuwa amechukua ligi hajachukua ligi.
wa ine Afrika. 1 2 3 4 wa ine Afrika. Nani utalinganisha na mtu gani? Ali na mama nani? Na wameongeza kombe la muungano mara 7 nyinyi mkiwa huku mmechukua. Muungano sio kombe, bonanza ya kusherekea sherehe ya muungano Tanzania na Zanzibar. Sio kombe. Kombe ya siku 6. Kombe. Unacheza kila baada ya siku moja match, kombe gani? Mashindano lakini sio mashindano. Jana Mheshimiwa Rais katika sikukuu za siku ya wafanyakazi aligawa zawadi kwa bonanza. Wafanyakazi pale Singida walicheza siki kukimbiza makuku, kutembea na magunia, football, mpira ya pete. Walitoa zawadi, michuano ambayo ilichukua siku 6. Inatofautia na muungano. Ile bonanza ya Singida wafanyakazi na muungano ina tofauti gani? Tofauti yake ni kwamba walichezea visiwani au wamechezea Singida. Basi ikatokea MCP team mmechukua sasa kombe la shirikisho, pengine kuna salamu yote kwa mtani. Kwanza sio level yetu sasa ya kushindanisha, sio level yetu. Sisi level yetu ya watu ya juu au wa Berkane, wa Mamelo, ndio level yetu. Kwa Tanzania sio level yetu.